Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na wiki nzuri na tumekuwa na somo lenye kichwa kinachosema msalaba wa Yesu unavyotumika kisheria kukupigania dhidi ya miungu inayozuia hatima yako. Msalaba wa Yesu unavyotumika kisheria kukupigania dhidi ya miungu inayozuia hatima yako. Na neno hili tulilipata kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, ule mlango wa kwanza mstari wa 17 na wa 18. Lakini msisitizo wa somo hili uko katika ule mstari wa 18 ambapo anasema neno msalaba kwao wanaopotea ni upuuzi, lakini kwa wale wanaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa hiyo maana yake tunaiangalia nguvu ya Mungu iliyo katika msalaba wa Yesu, namna ambavyo inaweza kutusaidia kuweza kufika kwenye hatima zetu. Kila mtu ana hatima ambayo Mungu amekusudia aweze kuifanya. Inawezekana ni kwa ajili yako, inawezekana ni kwa ajili ya familia au kwa ajili ya watoto wako, lakini kuna kitu ambacho unatamani kiweze kutokea ukiwa katika ulimwengu huu, na miungu isingetaka kile kitu kiweze kutokea. Ndio maana sasa kuna nguvu ya msalaba ambayo inaweza kutusaidia kufika mahali ambapo Mungu amekusudia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumepita katika maeneo mengi na sitafanya summary ya kule tulipotoka, lakini leo nataka tuweze kuangalia jambo lingine ambalo tulilianza asubuhi na sikupata nafasi ya kupita katika vipengele vyote. Jambo ambalo tulilianza katika ile ibada ya asubuhi. Ibada ya asubuhi tuliangalia kitu kinachosema nguvu ya mauti ya msalaba. Nguvu ya mauti ya msalaba inavyoweza kulipa. Nguvu ya mauti ya msalaba inavyoweza kulipa mauti inayozuia hatima yako. Nguvu ya mauti ya msalaba inavyoweza kulipa mauti inayozuia hatima yako. Kile kitabu cha Waebrania ule mlango wa pili, Waebrania mlango wa pili ule mstari wa 14. Waebrania mlango wa pili ule mstari wa 14. Ni wangapi walikuwepo ibada ya asubuhi? Naona ni watu wachache, kwa hiyo itabidi nifanye summary ya kile tulichopita. Waebrania mlango wa pili ule mstari wa 14, Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo unaona anasema kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Kwa sababu kichwa kinasema ya kwamba mauti ya msalaba inavyoweza kulipa mauti ambazo zinatuzuia kufika kwenye hatima yetu. Na Biblia inatuonyesha kwenye kitabu cha Waebrania ya kwamba kuna njia ya mauti ambayo ina uwezo wa kuharibu nguvu za mauti ambazo zinatoka kwa Ibilisi. Kwa hiyo tunaposema kuharibu ni kama vile kulipa kitu ambacho kinachotutesa. Kwa sababu familia nyingi tulizopo, manake kuna vitu vingi vinashindwa kutokea kwenye familia zetu. Kwa nini? Kwa sababu hii nguvu ya mauti inatenda kazi kwenye familia na inazuia baadhi ya vitu kuweza kutokea sawasawa na viwango ambavyo Mungu amekusudia. Sasa sisemi kwamba vitu havitokei, au sisemi kwamba mafanikio hakuna. Mafanikio kweli tunayaona, lakini si ya kiwango ambacho Mungu alikusudia, au sio ya gharama ambazo Yesu alilipa. Kwa hiyo maana yake maisha tunayoishi au viwango vya maisha tulivyo navyo havijafikia kiwango cha gharama ambayo Yesu alilipa pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenye familia tulizotoka, hakuna familia ambayo inaweza ikakwepa ya kwamba haijawahi kuabudu miungu. Haipo kwenye jamii ya Kiafrika, haipo. Kwa nini? Kwa sababu tulichelewa kupata Injili.
Na kwa sababu tulichelewa kupata injili, manake misingi ya familia zetu ilijengwa kwenye mila na desturi. Misingi ya familia zetu ilijengwa kwenye taratibu fulani fulani ambazo wazee walizianzisha. Na zile taratibu tuliziamini, na si kwamba hazikutusaidia, zilitusaidia kweli. Kwa sababu watu walipokuwa wakipata changamoto kwenye familia, wazee walikuwa wanakutana, wanatoa taratibu ya kitu cha kufanya, na wakishatoa zile taratibu ya kitu cha kufanya, kikifanyika kweli, unashangaa kuna matokeo tunayaona. Lakini yale matokeo tunayaona kwa sababu gani? Kwa sababu tunatembea kwenye agano linaloitwa agano la mauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naposema agano la mauti namaanisha nini? Namaanisha kwamba ni mpaka kitu kife, au ni mpaka mauti itokee ndipo tunaweza tukaona kitu kikifanyika. Manake bila mauti kutokea hakuna kitu chochote kinachofanyika. Kwa hiyo maana yake msaada tunaoupata ni kwa sababu ya agano la mauti ambalo liko kwenye familia. Na hizi taratibu zipo kwenye familia nyingine mpaka leo. Kuna wengine bado hawajatoka kwenye hizo taratibu. Wengine wanakutana kila mwisho wa mwaka. Na wakikutana maana yake ni kwamba wanafanya hizo ibada za kuchinja na kuenda kumwaga damu kwenye makaburi na kuweka baadhi ya nyama za ndani ya nyama zile nyama za ndani. Kuna namna wanavyoelekezwa na makuhani wa familia, wanaenda kuziweka kwenye makaburi. Wakiamka asubuhi wanakuta zile nyama hazipo. Unakuta ni mbwa amekula usiku, lakini wanasema wazee walikuja usiku wakala zile nyama. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu imani walioiweka ni kwamba mpaka wafanye hivyo vitu ndipo waweze kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inafikia hatua yale maagano ya wanyama yanakuja sasa, inakuwa kiwango chake kinaisha. Kwa nini? Kwa sababu unakuta leo wamechinja mnyama, mwakani wanachinja mnyama. Kwa hiyo ile damu inakosa nguvu. Kwa hiyo inafikia hatua sasa inataka damu za watu. Ndio maana unakuta kuna familia nyingine kila mwaka ukishafika mwezi fulani lazima mtu afe. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu lile agano waliloingia ambalo ni agano la mauti, na kwa sababu wamepatana na kuzimu, manake ile tarehe inapofika au ule mwezi unapofika, manake kitu kinachotokea lazima mauti itokee. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu ambacho wazee wetu walikifanya kwenye familia. Ni misingi ambayo tayari ilishajengwa. Na sisi kwa sababu hatujaamua kuvunja hayo maagano, ndio maana umeona yanatutesa mpaka leo. Lakini ukinisikiliza vizuri leo, ukanisikiliza vizuri, ukaenda kuweka kwenye matendo kitu ambacho Roho Mtakatifu anazungumza na wewe, nina uhakika hakuna mauti itapita kwenye familia yako katika jina la Yesu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Isaya ule mlango wa 28, Isaya 28 ule mstari wa 15. Kitabu cha Isaya 28 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi, Isaya 28 ule mstari wa 15. Biblia inasema hivi: kwa sababu mmesema tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu, pigo lifurikalo halitatupata. Kwa hiyo kwa kusema hivyo nilikuwa nataka uweze kuona ya kwamba hivi vitu navyoongea vipo kwenye Biblia. Manake kuna watu wanasema kabisa tumefanya agano na mauti, tumepatana na kuzimu. Kwa hiyo maana yake wanapofanya maagano ya mauti, maana yake lazima kitu kife ili familia iweze kufika mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka tulione katika habari hii, jambo la kwanza ambalo nataka tuweze kuliona, mauti ni nini? Mauti ni nini? Ziko tafsiri nyingi za mauti na ni za kweli, lakini mimi nataka nikupe tafsiri ya mauti kulingana na somo hili ili uweze kunielewa, ili wakati tunapoomba iweze kukusaidia kupata ufahamu wa kile unachokifanya. Mauti ni mshahara. Mauti ni mshahara. Ukisoma kile kitabu cha Warumi ule mlango wa 28 ule mstari wa 15, Warumi mlango wa 6 ule mstari wa 23, Warumi mlango wa 6 ule mstari wa 23, Biblia inasema hivi. Warumi 6:23, Biblia inasema hivi: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, kwa maana
mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa tafsiri ya somo hili tunaweza tukaelewa kwamba mauti ni mshahara. Kwa hiyo kama mauti ni mshahara, maana yake ni kwamba unapofanya dhambi, maana yake katika ulimwengu wa roho kuna kanuni ambayo inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kwa sababu kanuni inasema mshahara wa dhambi ni mauti, maana yake ni kwamba lile kosa unalolifanya linadai ulipwe mshahara. Kwa hiyo kwa sababu linadai ulipwe mshahara, maana yake ndio maana unashangaa mauti ikija kwenye familia haibishi hodi. Kwa sababu unapofanya dhambi, maana yake ni kama vile kufungua mlango. Sasa dhambi nazo zizungumzia hapa, inawezekana sizo unazozifanya wewe. Inawezekana umezaliwa kwenye familia ambayo sasa imetoka kwenye misingi ambayo ilikuwa ni misingi ya kuabudu miungu mingine. Na kwa sababu umetoka kwenye hiyo misingi, manake katika ulimwengu wa roho kuna neno linalosema ya kwamba nawapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kwa sababu wewe umezaliwa kwenye hiyo familia ambacho kuna kitu tayari kilishafanyika, manake sasa kwa sababu ni miongoni mwa hiyo familia, manake unashangaa mauti inaanza kukufuata. Inakufuata kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kitu kilifanywa na wewe ni miongoni mwa hiyo familia. Kwa hiyo kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, ulimwengu wa roho unasema kuna mshahara huyu mtu anatakiwa kulipwa. Kwa hiyo unashangaa umezaliwa kwenye familia, unampenda Mungu kweli, unafanya mambo ya Mungu kweli, lakini unashangaa kuna mauti inaanza kupambana na maisha yako. Kuna mauti inaanza kupambana na watoto wako. Kuna mauti inaanza kupambana na kazi yako. Kitu gani kinachosababisha? Kwa sababu ile mauti kitu inachofanya inakuja kulipa mshahara. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Warumi ule mlango wa 5 mstari wa 17, Warumi mlango wa 5 ule mstari wa 17, Biblia inasema hivi: kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokea wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mtu mmoja, Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona kitu ambacho Biblia inasema kwa kukosa mtu mmoja ambaye ni Adam, mauti ilitawala. Kwa hiyo maana yake iliwatawala hata wale ambao hawakufanya dhambi ifananayo na Adam. Lakini kwa sababu waliozaliwa walikuwa wanaitwa uzao wa Adam, maana yake ni kwamba katika ulimwengu wa roho wanahesabiwa kwamba na wao wamefanya kosa. Lakini si kwa sababu wao wamefanya kosa, aliyefanya kosa ni Adam. Lakini mauti inakuja kwa mtu mwingine ambaye hakufanya kosa. Kitu gani kinachosababisha? Kitu kinachosababisha ni kwa sababu kuna kanuni inayotekelezwa. Kuna kanuni inayotimizwa ambayo inasemaje? Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapata hii shida na hii changamoto, wanajaribu kujiuliza, mbona Mungu sisi ni waaminifu, lakini kwa nini tunapata shida kwenye masuala fulani? Kwa hiyo shida inatokea kwa sababu hakuna mtu ambaye amesimama kwenye familia kwa ajili ya kuachilia toba ya vizazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu naomba watu 4 waje hapa mbele ili uweze kunielewa, nikupe mfano. Naomba vijana 4 njoo hapa mbele mara moja. Vijana 4. Njoo binti, njoo. Sasa nataka kutoa mfano wa watu wazima kidogo ambao hebu ngoja nichague mwenyewe, manake naomba mama njoo. Alafu baba naomba njoo. Kijana, wewe kijana njoo. Nyie rudini. Baba naomba ukae hapa, kaa hapa. Sogea hapa, tafute mmoja. Njoo. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema anapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Bwana Yesu asifiwe.
hapa tuna watu wanne. Kwa hiyo tuseme hichi ni kizazi cha kwanza, hichi ni kizazi cha pili, kizazi cha tatu na kizazi cha nne. Kwa mujibu wa Biblia, kizazi kimoja ni miaka mingapi? Mujibu wa Biblia kizazi kimoja ni miaka 100. Kwa hiyo kwa mujibu wa Biblia, lakini kwa sasa hivi kizazi kimoja tunaweza tukasema baba, tuseme huyu ni babu wa familia. Kwa hiyo babu akamzaa mtoto wake huyu mama hapa. Kwa hiyo huyu ni babu, alafu tuseme huyu angekuwa okay, ngoja tu kwa sababu ni mfano. Tuseme huyu ni baba, huyu ni babu, huyu ni baba, si ndio? Alafu baba akapata huyu ni mtoto, si ndio? Alafu huyu ni mjukuu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu baba ameanzisha familia, sasa ameanzisha familia, inawezekana alikuwa bado hajapata neema. Kwa hiyo akitafuta msaada wa kufanikiwa, akaenda labda kutafuta msaada kwa miungu. Kwa hiyo akienda kwenye ile miungu anasema naomba ukumbuke na familia yangu. Sasa familia yake ni ipi? Familia yake manake ni huyu mtoto wake. Unakuta mtoto wake bado hajapata mtoto. Kwa hiyo inawezekana yeye ni baba alafu akapata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto anapozaliwa, manake ni kwamba kitu kinachotokea automatically anaingia kwenye uovu wa kitu ambacho baba yake amefanya. Sasa mtoto naye anakuja anapata mtoto wake. Kwa hiyo akishapata mtoto inakuwa huyu ni kizazi cha tatu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni kizazi cha tatu. Na huyu naye akizaliwa, kitu kinachotokea haingii kwenye uovu wa huyu, anakuja kuingia kwenye uovu uliofanyika hapa. Haijalishi ya kwamba huyu alikuwa mwaminifu kiasi gani, haijalishi alikuwa anafanya kanuni zote za kimungu, lakini kwa sababu kuna kitu kilifanyika kwenye chanzo na yeye hajashughulikia kwenye hichi chanzo, manake unashangaa na huyu wa kizazi cha tatu anaingia kwenye chain ambayo ilianziwa huku kwenye kizazi cha kwanza. Sasa angalia, na huyu anapata mtoto, anazaa huyu. Kwa hiyo anakuwa huyu ni kizazi cha nne. Sasa angalia, inawezekana kizazi cha tatu na kizazi cha pili na kizazi cha tatu walikuwa waaminifu kweli na wakapata huyu wa kizazi cha nne, lakini bado haiwatoi kwenye chain iliyoko kwenye kizazi cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu mtoto anaweza akashangaa maisha ya mtoto wake yanaenda vibaya. Sasa yeye anang'ang'ana, akiomba anaangalia huku, manake anang'ang'ana, Mungu muangalie mtoto wangu, kuna namna fulani hajaolewa au kuna namna fulani amemaliza shule hajapata kazi. Kwa hiyo anang'ang'ana hapa. Sasa cheki, aking'ang'ana hapa hakuna namna anatoka, kwa sababu ili huyu atoke manake lazima maombi yake aeke huku. Huku ndipo uovu unapotokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu huku ndiko uovu unapotokea, manake akielekeza maombi huku, manake uponyaji hauji huku peke yake, uponyaji unapita mpaka huku. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu umeshughulikia ile kanuni, anasema anapatiliza wana maovu ya baba zao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wengi unakuta wewe uko kwenye kizazi cha tatu, alafu unaanza kung'ang'ana na mtoto wako wa kizazi cha nne. Mungu angalia huu ulevi, Mungu angalia hii tabia alionayo. Lakini hii tabia sio kwamba amezaliwa nayo, hii tabia ametoka nayo huku. Kwa hiyo ukitaka upambane na kitu kilichoko hapa, manake lazima uje kushughulikia hapa, kwa sababu hapa ndipo chanzo cha tatizo lilipotokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na huyu naye akipata mtoto wake, manake anaingizwa kwenye cheni hiyo hiyo. Na akipata mtoto wa mtoto wake anaingizwa kwenye cheni hiyo hiyo. Kitu gani kimesababisha? Kwa sababu chanzo akijashughulikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi mnaweza mkarudi. Bwana Yesu asifiwe. Nimekuonyesha hivyo ili wakati tunapotaka kufanya maombi, lazima uweze kuelewa ya kwamba umetoka wapi na familia yako imetoka wapi. Kwa sababu wengi tunashughulika na matawi, lakini hatushughuliki na chanzo, mizizi ilipotokea. Ndio maana unakuta kuna changamoto nyingi tunakutana nazo, kuna shida nyingi tunakutana nazo. Kitu gani kimesababisha? Kwa sababu ya aina ya maombi tunayofanya. Hatujafanya kwa target. Kwa sababu Mungu anaposema anapatiliza wana maovu, manake sisi tunaweza tukashughulika na uovu, lakini hatujashughulika kwenye chanzo uovu ulipotokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, tuangalie jambo la pili.
tuangalie jambo la pili. Jambo la pili. Dhambi ni nini? Dhambi ni nini? Ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana ule mlango wa 3 ule mstari wa 3 na wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 ule mstari wa 4. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 4. Dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: kila atendaye dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba tunaposema mtu amefanya dhambi, maana yake tunasema huyu mtu ameasi. Kuasi maana yake ni kwenda kinyume na maagizo au kwenda kinyume na taratibu zilizowekwa. Kwa hiyo unapoenda kinyume na taratibu zilizowekwa, maana yake umefanya uasi. Kwa hiyo tayari unatakiwa kupewa adhabu kulingana na uasi uliofanya, kulingana na dhambi ulizofanya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa tafsiri hii ni nini? Kuna uasi upande wa Mungu aliye hai. Kuna uasi upande wa Mungu aliye hai. Alafu kuna uasi upande wa miungu. Unasema kwa nini? Kwa sababu si nimekuonyesha mstari kwenye kile kitabu cha Isaya ule mlango wa 28 mstari wa 15. Anasema anazungumza habari ya kusema kwamba tumefanya agano na mauti. Sasa mtu anapozungumza ya kwamba amefanya agano na mauti, manake ameamua ya kwamba familia yake iongozwe na miungu. Kwa hiyo kama familia inaongozwa na miungu, manake na ile miungu na yenyewe ina kanuni zake, ina taratibu zake. Manake kuna vitu na vyenyewe ukivifanya na yenyewe inakuona kwamba umeasi, kwa hiyo na yenyewe inakupa adhabu. Na Mungu aliye hai kuna taratibu zake alizoziweka. Kwa hiyo na yeye taratibu zake ukizivunja, na zenyewe pia unaonekana ya kwamba umeasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitu ambacho ninachotaka tuweze kuona, nataka tuangalie sasa uasi wa upande wa Mungu aliye hai. Uasi wa upande wa Mungu aliye hai. Kwa sababu leo nataka tuombe, haijalishi familia yako ilikabidhiwa kwenye miungu. Nataka tuombe hata kama kuna uasi wa miungu, mauti ya Yesu ipite ilipe. Hata kama kuna uasi ambao umepewa na Mungu aliye hai, tunajua kwa toba ambayo tunaiachilia, Mungu anaweza kurehemu na ukatoka kwenye vifungo ambavyo inawezekana familia imeshikiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie uasi wa kwanza. Uasi wa kwanza ni uasi wa upande wa Mungu aliye hai. Uasi wa upande wa Mungu aliye hai. Kile kitabu cha Kutoka ule mlango wa 20 ule mstari wa 5. Kitabu cha Kutoka mlango wa 20 ule mstari wa 5. Anazungumza, anasema, na wapatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Kwa hiyo nataka niweze kukupa mifano kadhaa ambayo inaweza kukusaidia sasa kuweza kuelewa ya kwamba mtu anawezaje kuasi upande wa Mungu aliye hai. Tuangalie ule mfano kwa kuangalia ile familia ya kuhani Eli kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza ule mlango wa 2 ule mstari wa 22. Samueli wa kwanza ule mlango wa 2 ule mstari wa 22, alafu nitaruka nitasoma mstari wa 31. Samueli wa kwanza mlango wa 2 ule mstari wa 22, alafu nitaruka nitasoma mstari wa 31. Biblia inasema hivi: basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wana wa Israeli waliwatenda, ambayo wanaye waliwatenda wa Israeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika malangoni pa hema ya kukutania. Sasa tuangalie ule mstari wa 31. Ule mstari wa 31. Biblia inasema hivi: angalia, siku zinakuja nitakapoukata mkono wako na mkono wa mbari ya baba yako, hata nyumbani mwako hakutakuwako mzee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu Eli alikuwa ni kabila la Lawi, na kabila la Lawi lilikuwa limepewa ukuhani. Kwa hiyo huyu alikuwa ni kuhani
na alikuwa akifanya kazi zake vizuri. Alikuwa hana shida. Hakuna kitu chochote ambacho alikifanya ambacho kilikuwa ni kibaya. Lakini kwa sababu ya watoto aliowapata, na wenyewe wakakabidhiwa ukuhani, kwa sababu na wao walikuwa ni Walawi. Kwa hiyo walipokabidhiwa ukuhani, kitu walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanaenda kinyume na maagizo ambayo Mungu alikuwa amewapa. Sasa kitu kilichotokea, manake ni kwamba huyu kuhani Eli akawa anaongea na watoto wake kawaida. Manake anawakanya, lakini anawakanya kawaida. Mungu akamwambia kuhani Eli, ina maana utawaheshimu watoto wako kuliko mimi? Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanapewa dhabihu, na walivyokuwa wanapewa zile dhabihu na sadaka ambazo watu walikuwa wanakuja kutoa hemani au kwenye hekalu, manake wale watoto wa kuhani Eli walikuwa wanazitumia zile sadaka au zile dhabihu zilizokuwa zinaletwa, walikuwa wanazitumia kinyume na maelekezo ambayo Walawi walikuwa wamepewa. Na kitu cha ziada, wakawa wanalala na wanawake katika malango ya hema. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wakawa wanaenda kinyume na maagizo ambayo Mungu alikuwa amewapa. Kwa hiyo kitu kilichotokea, Mungu anakuja kwa Eli ambaye ndiye aliyekabidhiwa ukuhani. Eli ana shida. Eli amefanya kazi yake vizuri, na ukisoma Biblia yako utagundua ya kwamba Eli ndiyo aliyomuandaa Samueli, ambaye Samueli alikuja kuwa nabii mkubwa. Kwa hiyo maana yake alikuwa na uwezo wa kumuandaa Samueli kuwa nabii mkubwa. Ni kazi kubwa sana hiyo aliifanya. Lakini cheki, watoto wake alishindwa kuwakemea, na watoto wake wakaja wakasababisha ya kwamba nyumba nzima ya Eli ikaingia kwenye adhabu. Sasa angalia, ni adhabu gani ambayo walipewa? Biblia inasema Mungu akamwambia ya kwamba nyumbani kwako hakutakuwa na mzee milele. Ni kitu gani ambacho ninachotaka kukwambia? Manake kuna familia nyingine ambazo unaweza ukapita kwenye hizo familia, ukakuta familia nzima hakuna mzee hata mmoja. Unakuta watu umri walionao ni miaka 50, miaka 55. Lakini huwezi kufika kwenye familia nyingine ukakuta mtu ana miaka 80. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu kuna maagizo ambayo Mungu aliyaachilia, na watu wameenda kinyume na hayo maagizo. Kwa hiyo kitu kinachotokea manake ni kwamba unashangaa ya kwamba kuna adhabu inaanza kupita kwenye familia. Watu wanaanza kufa, lakini si kwa sababu wanakufa kwa sababu muda wao umefika. Wanakufa kwa sababu kuna kitu Mungu aliagiza kifanyike, lakini kimefanyika kinyume na taratibu ambazo Mungu aliziweka. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Angalia familia nyingine, unakuta wakifika miaka 55 wanakufa. Au unakuta familia nyingine, unashangaa mtu akianza kufanikiwa, unasema angalau hata huyu amefanikiwa, hata tusaidia kwenye familia yetu, angalau na sisi tuweze kupambana na changamoto ndogo ndogo tulizonazo. Angalau huyu amefanikiwa, anaweza akasaidia hata na ndugu zake kuweza kufika kwenye hatima zao. Sasa angalia, anafanikiwa, anakaa mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, unashangaa amekufa. Kitu gani kimetokea? Si kwa sababu anakufa kwa sababu labda muda wake umefika. Anakufa kwa sababu kuna kanuni zilizowekwa, na ameenda kinyume na hizo kanuni zilizowekwa. Kwa hiyo unashangaa ile mauti inakuja kulipa mshahara. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo unashangaa watu wanakufa, lakini ukijaribu kuangalia ni kitu gani kinasababisha, lakini kumbe kuna maagano katika familia yanayosababisha ya kwamba watu waweze kufa mapema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikupe mfano wa pili. Mfano wa pili wa Akan. Mfano wa Akan kwenye kile kitabu cha Joshua. Mfano wa Akan alivyovunja kanuni na taratibu za Mungu aliye hai. Kanuni na taratibu za Mungu aliye hai. Ukiangalia ule mfano wa Akan kwenye kitabu cha Joshua ule mlango wa 7. Joshua mlango wa 7, nitasoma mistari michache. Joshua mlango wa 7 ule mstari wa kwanza. Nitasoma mistari michache. Joshua mlango wa 7 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema hivi: lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu. Maana Akan mwana wa Karmi, mwana wa Zabi,
mwana wa Zera wa kabila ya Yuda, alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni upande wa mashariki wa Betheli. Akawaambia akisema, pandeni juu mkapeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaipeleleza Ai. Wakarejea kwa Joshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3 wakaupige Ai. Usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 86, wakawafuatia kutoka mbele ya malango mpaka Shebarimu. Wakawapiga huko kwenye materemko, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka uweze kuelewa. Hawa ni wana wa Israeli. Tayari Mungu ameshafanya mambo makubwa kwao, kiasi kwamba imani zao zimeshaunganika kwa Mungu aliye hai kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu alikuwa akiwatendea. Sasa kwa sababu ya vitu ambavyo Mungu alikuwa anawatendea, ilipofika wakati wamevuka mto Jordan, kwa hiyo wanatakiwa kwenda kupambana na Ai, watu wakazungumza, wakamwambia Joshua, wale wapelelezi walioenda kupeleleza ule mji wa Ai, wakamwambia Joshua, hakuna haja ya kupeleka watu wengi kwa sababu ya watu tuliowakuta kule. Wale watu ni wachache. Kwa hiyo kitu cha kufanya, twende na watu kama 2,000 hivi au 3,000. Tunaweza tukaushambulia ule mji na tukawapiga wale walioko kule. Sasa angalia, wanafikiri ya kwamba wanapoenda ni kwa sababu ya kwamba Mungu bado yuko pamoja nao. Kumbe kuna mtu mmoja ambaye tayari ameshafanya kinyume na maelekezo ambayo Mungu aliwapa. Kwa hiyo alipofanya kinyume, manake ni kwamba dhambi ikaingia katikati yao. Na dhambi ilipoingia katikati yao, kwa sababu Biblia inasema mtu mmoja alifanya dhambi. Kusoma hapa kwenye Yoshua 7 inasema mtu mmoja akafanya dhambi. Kwa hiyo ile mauti ikaingia katikati yao. Kwa hiyo mauti ilipoingia katikati yao, jeshi limejikusanya linaenda kupambana. Hawajui ya kwamba kuna mtu tayari ameshaenda kinyume na maagizo ya Mungu, na tayari dhambi na tayari mauti ipo katikati yao. Sasa angalia, walipoenda, Biblia inasema watu 80 walikufa. Walikufa kwa nini? Si kwa sababu wale watu waliokutana nao walikuwa wana nguvu kuliko wao. Ni kwa sababu tayari kuna mauti ilikuwa juu yao inapambana nao. Kwa sababu mauti ilikuwa inapambana nao, manake wakajikuta watu 80 wanakufa. Sasa angalia, watu 80 ambao ni askari wanaotegemewa wanakufa, lakini wanakufa kwa sababu ya dhambi ya mtu mmoja ambaye alitamani kuchukua vitu ambavyo vilikuwa vimewekwa wakfu kwenye madhabahu ya Mungu. Kwa hiyo akavichukua alafu akaondoka navyo. Kwa hiyo alivyovichukua katika ulimwengu wa roho, kanuni ikasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo mauti ikaingia kwenye jeshi la Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nikufikirishe. Nataka nikufikirishe kitu. Kama mauti iliweza kuingia kwenye jeshi ambalo Mungu alikuwa anatafuta ushuhuda. Iliingia kwenye jeshi ambalo Mungu anatafuta kuweka rekodi ambazo watu wanaweza wakasoma wakajua ukuu wa Mungu. Lakini angalia, pamoja na kwamba ilikuwa ni yeye ambaye amewaambia watoke Misri waelekee Kanaani, lakini kwa sababu wamevunja kanuni, hakusema ya kwamba hawa kwa sababu ni watu wangu, kwa sababu wametoka kwa neno langu, siwezi kuacha. Kwa sababu gani? Mungu angesema ngoja niwaonee huruma, nisiwaue. Lakini kwa sababu ilikuwa ni kanuni, haijalishi ya kwamba hawa ni taifa la Israeli, lakini wanapokosea manake wanaadhibiwa kwa sababu ya kosa walilolifanya. Manake uwe na uhakika ile dhambi ambayo Akani aliyoifanya ndio iliyofungua mlango wa mauti kuanza kupita na watu 80 kufa. Sasa angalia, wale watu 80 walipokufa,
haina maana ya kwamba ile mauti iliishia pale, lakini ile mauti ikaenda ikapita mpaka kwenye nyumba nzima ya Akan. Kwa hiyo familia nzima ya Akan ikafa. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi ya baba yao, kitu walichokifanya. Sasa angalia, kuna watoto wamezaliwa kwenye ile familia, hawajui kitu ambacho baba yao alichokifanya, hawajui kitu ambacho babu yao alichokifanya. Wanashangaa siku wanafatwa kwenye nyumba zao, kwenye hema zao, wanaambiwa twendeni. Wanaulizwa tunaenda wapi? Wanaambiwa tunaenda nje ya matuo. Kufanya nini? Mnaenda kuuawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu ambacho baba yenu amefanya. Sasa angalia, wanauawa lakini mbele za Mungu wanaonekana wanalipwa mshahara wa kitu walichokifanya. Ni kitu gani ninachokuambia? Inawezekana wewe sasa hivi uko Moshi, uko hapa Siha, lakini una ndugu zako wametawanyika, wengine wako Singida, wengine inawezekana wako Dar, wengine inawezekana wako Mbeya. Wamefika mahali pagumu kwenye maisha yao, na kwa sababu wanatafuta mafanikio ya haraka haraka, wanaambiwa mahali fulani kuna mtu ambaye anaweza kukusaidia. Alafu angalia, anatoka anaenda kwa huyo mtu kuenda kutafuta msaada. Sasa angalia, akienda kutafuta msaada, haionekani ya kwamba ameenda peke yake, manake inaonekana ya kwamba ni familia nzima imeenda. Kwa hiyo wewe uko Moshi huku unapambana na madhabahu ya Mungu aliye hai iweze kukusaidia, lakini hujajua ya kwamba wenzako walioko mikoani wanajaribu kutafuta madhabahu za miungu mingine ili ziweze kuwasaidia. Na kwa sababu wanatafuta madhabahu za miungu mingine ziweze kuwasaidia, unashangaa ghafla wanafungua mlango wa mauti kwenye familia. Unashangaa ni kweli unampenda Mungu, lakini kumbe kuna ndugu zako wanakuingiza kwenye gharama ya kupita kwenye mfumo wa mauti bila mwenyewe kujua. Kitu gani kinachotokea? Kwa sababu wenzako kwenye familia wanajaribu kuona ya kwamba hicho ndio kitu ambacho kinaweza kuwasaidia katika maisha yao. Kwa hiyo usipoelewa ya kwamba kuna vitu kama hivi vinavyoweza kutokea, manake unaweza ukaridhika ukafikiri ya kwamba hayo magonjwa ya kensa yanayowaua kila mwaka, mpaka ikitokea mnaanza kuweka na budget, kwa sababu mnajua huyu mtu atakaa. Kwa nini? Kwa sababu mmeona wa kwanza alipata kensa akakaa miezi 2-3 akafa, wa pili naye kensa hivyo hivyo ikamuua, amekaa miezi 2-3. Kwa hiyo kuna namna fulani mtu mwingine akipata kensa, maana unashangaa ya kwamba mnaanza kujiandaa na kuanza kuweka hela kidogo kidogo. Kwa nini? Kwa sababu mmeshajua ya kwamba huu ni ugonjwa wetu ambao unatuua. Lakini kitu gani kimetokea? Kumbe kuna mtu kafungua mlango kwenye familia na roho ya mauti ikapita kwa njia ya ugonjwa fulani ambao unaweza kumfanya mtu kuweza kufa. Alafu unashangaa watu wanakufa na magonjwa ya aina fulani. Ndio maana sasa hivi kuna watu mpaka kwenye ukoo wamejiambia kabisa, haya ni magonjwa yetu. Kwenye ukoo wetu huu ni ugonjwa. Na saa nyingine hata ukimuita mtumishi kwenye familia aombe, huwezi ukakuta mtu anataja huo ugonjwa. Kwa nini? Kwa sababu wamesha ukubali. Watataja shida nyingine yoyote, lakini hawawezi kutaja huo ugonjwa unaoua watu. Kwa nini? Kwa sababu wameona ni kitu ambacho kipo kwenye familia. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Yesu alipokufa pale msalabani, manake alilipa gharama yote. Alilipa na gharama ya magonjwa yaliyoko kwenye familia yako. Alilipa na gharama ya mauti ambayo inawatesa kwenye familia yenu. Manake unapoenda mbele za Mungu uwe na uhakika, haijalishi kuna mauti ambayo iko kwenye familia, lakini unapokuwa na imani katika msalaba wa Yesu, alafu ukaachilia toba ya vizazi, uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho, ile mauti inakosa nguvu kwenye familia. Kitu gani kinatokea? Kwa sababu imelipwa kisheria katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nina mifano lakini naamini hapo tayari tumeelewana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuangalie ule uasi wa upande wa miungu. Wale watu ambao sasa wameamua kwamba sisi familia yetu tutafanikiwa kwa ibada za miungu. Napozungumzia ibada za miungu ni zile ibada ambazo hazimuhusishi Mungu aliye hai. Na labda nikwambie hichi kitu, na Roho Mtakatifu ananihimiza kukwambia. Unajua kuna familia nyingine wanaweza wakapata tukio labda ni la ndoa. Kwa hiyo watu wakifunga ile ndoa, Jumapili wanakuja kutoa shukrani. Sasa angalia, ile Jumamosi, ile siku ya harusi, unakuta wanaenda kwenye makaburi. Wanaanza kufanya kwanza ibada pale. Wakishafanya ibada pale, alafu Jumapili wanakuja wanatoa shukrani tena kwa Mungu aliye hai. Sasa unajua wengi hawajui kitu wanachokifanya.
hawajui bomu wanalolitengeneza kwenye familia, kwa sababu Biblia inazungumza habari ya vita malangoni, pale ambapo watu wanaamua kuchanganya miungu. Unakuta wanakuja kwa Mungu aliye hai, alafu na kwa miungu mingine napo wanaenda. Biblia inasema walichagua miungu migeni, ndipo kutakapokuwa na vita malangoni. Kwa hiyo pale unakuta wapo katikati ya wajui ni Mungu yupi wa familia. Ni bora, kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana wanakwambia ni bora uamue kuwa baridi au ni bora uamue kuwa moto. Kama umeamua kwenda kwa miungu, ni bora ukae huko kwa miungu kabisa. Lakini kama umeamua kukaa kwa Mungu aliye hai, ni bora ukae kwa Mungu aliye hai kabisa. Kwa sababu unapokuwa vuguvugu, Biblia inasemaje? Anakutapika. Kwa hiyo manake lazima ufanye uchaguzi ya kwamba ni nani ambaye unataka uweze kumtumikia. Na kitu ambacho ninachotaka kukuhimiza ni kwamba unapochagua uchaguzi wa kumtumikia Mungu aliye hai, manake pale umefanya uchaguzi ulio bora. Kwa nini? Kwa sababu zile ibada ambazo unafanya kila mwaka hutafanya. Kwa nini? Kwa sababu ile damu ya Yesu haitaki uchinje kila mwaka. Ile damu ya Yesu haitaki ufanye maagano kila mwaka. Manake agano alilofanya linatosha. Ndio maana anasema aliingia patakatifu mara moja. Na kwa sababu aliingia patakatifu mara moja, ndio maana kila mwaka Yesu haji duniani kufa. Ingekuwa ni hivyo, ungekuta anakuja kila mwaka kufa ili kutuokoa. Lakini ile alivyoimwaga damu yake mara moja, manake ilitosha kulipa madai yote ambayo shetani anayotudai. Haijalishi unataka kufanikiwa, agano alilolifanya linaweza kukufanikisha. Haijalishi unataka ukuponywa kwenye magonjwa unayopita, manake agano alilolifanya linatosha kuweza kukusaidia kuweza kupata uponyaji. Kwa hiyo kitu unachotakiwa kufanya ni kuweka imani katika kitu alichokifanya pale msalabani. Na unapoweka imani, nakwambia haijalishi kuna mauti, haiwezi kuwaua katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hebu tuangalie sasa uasi wa upande wa miungu. Ukisoma kile kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 ule mstari wa kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Wafalme wa Kwanza mlango wa kwanza mstari wa Wafalme wa Kwanza mlango wa 19 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Biblia inasema hivi: basi Ahabu akamwambia Yezebeli habari ya mambo yote aliyoyafanya Eliya na jinsi alivyowaua manabii wote kwa upanga. Ndipo Yezebeli akampelekea Eliya ujumbe kusema, miungu wanifanyie hivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako kesho panapo wakati huu kama roho ya mmojawapo wa hao. Naye alipoona hayo, aliondoka akaenda aihifadhi roho yake. Akafika Beersheba, mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Lakini yeye mwenyewe akaenda katika jangwa mwendo wa siku moja, akaenda akaketi chini ya mretemu, akajiombea roho yake afe. Akasema, yatosha sasa, Bwana, uniondoe roho yangu, kwa kuwa mimi si mwema kuliko baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Eliya, yupo kwenye taifa la Israeli, na taifa la Israeli ilifika wakati aliamua kumwabudu Baali. Baali ilikuwa ni miungu mingine ambaye mke wa mfalme Ahabu ambaye alikuwa anaitwa Yezebeli alikuja nayo. Kwa alipokuja na ile miungu, kwa hiyo ikawa ni miungu ambayo imetengenezewa mpaka na madhabahu kitaifa. Kwa hiyo wakaamua kuabudu hiyo miungu. Kwa hiyo Eliya alipopata wivu wa Bwana, akafunga mvua miaka 3 na miezi 6. Kwa alipofunga mvua muda wa hiyo miaka 3 na miezi 6, kitu kilichotokea, ikafika ile miaka ikaisha. Kwa hiyo akawa anarudi ili kuweza kurudisha mvua. Na lengo la kufunga ile mvua ilikuwa anataka watu waweze kumrudia Mungu. Kwa hiyo aliporudi, ili mvua iweze kuja, akajenga madhabahu. Biblia inasema akajenga madhabahu ya Bwana iliyokuwa imebomoka. Huwezi kusema ya kwamba madhabahu imebomoka alafu watu wawe wanamwabudu Mungu wa kweli. Manake uwe na uhakika Mungu alikuwa anatambulika alikuwa ni Baali. Ndio maana Eliya alipokuja akaanza kuijenga madhabahu kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa alipojenga ile madhabahu, Biblia inasema Eliya alikuwa peke yake, lakini manabii wa Baali walikuwa 400. Inatuonyesha nini? Inatuonyesha ya kwamba huyu Mungu wa Baali alikuwa active kuliko Mungu wa Eliya. Ndio maana yeye hata watendakazi wake walikuwa wengi kuliko watendakazi wa Mungu wa Eliya. Kwa hiyo baada ya kujenga madhabahu,
Biblia inasema ya kwamba Mungu akajibu kwa moto, ambaye ni Mungu wa Elia. Sasa baada ya miungu ya Baali kumuita Mungu wao na kujikatakata, lakini yule Mungu wao akagoma kushuka. Kwa hiyo Elia alipomuita Mungu wake wakati wa dhabihu ya jioni, Biblia inasema moto ukashuka kutoka mbinguni, ukalamba ile sadaka na kuteketeza yale mawe na zile kuni na maji na kila kitu kilichokuwa kwenye ile madhabahu. Sasa angalia, watu wakamgeukia Mungu wa kweli. Biblia haiwezi kusema wakamgeukia kama hakuna mahali walikuwa wamegeukia. Manake kuna mahali walikuwa wamegeukia, ndipo wakaamua kugeuka kwa Mungu wa kweli baada ya Mungu kujifunua. Sasa angalia, mtu mmoja ameamua kusimama kwa niaba ya wenzake. Mtu mmoja ameamua kusimama kwa niaba ya taifa zima ili waweze kugeuka kwa kulingana na aina ya miungu iliyokuwa inaabudiwa. Sasa angalia, yule kuhani wa miungu ambaye alikuwa ni Yezebeli, ambaye ndio aliyekuja na hiyo miungu ya Baali, akajiapisha akasema, miungu na wanifanyie hivi na kuzidi, nisipoiondoa roho yako kesho majira kama haya, kama vile ulivyowafanyia kama vile ulivyofanyia hawa manabii waliokufa. Sasa angalia, Elia akakimbia. Pamoja na kwamba Elia alikuwa na upako wa kuomba mpaka moto unashuka kutoka mbinguni unashuka chini, cheki, lakini kulingana na neno lililotamkwa kwenye madhabahu ya miungu, lakini Elia alikimbia kiasi kwamba akaenda kwenye mretemu akitaka kujiombea roho yake afe. Ni kitu gani ninachotaka kukwambia? Ile miungu ilikuwa inafanya vita kihalali. Unasema kwa nini? Kwa sababu ndiyo miungu ilikuwa inatambulika. Manake Mungu aliye hai alikuwa atambuliki, alikuwa apewi heshima. Na kwa sababu alikuwa apewi heshima, kuna mtu mmoja anatafuta heshima ya Mungu iweze kurudi. Kwa hiyo alipotafuta heshima ya Mungu iweze kurudi, ghafla unaona vita inaanza kuinuka. Ile vita ilikuwa inainuka kwa sababu gani? Kwa sababu kipindi kile Yesu alikuwa bado hajafa. Manake Elia alikuwa na uwezo wa kusimama na msalaba ili kuweza kumlipa shetani mauti ambayo inawezekana alikuwa anataka kuweza kumuua yeye. Manake ile miungu inaposema ya kwamba tunataka kukuua, Elia anaweza akasema, mnataka kuniua, ninawakabidhi mauti ya Yesu kama ishara ya kulipa mauti ambayo mnataka kuniua mimi. Sasa angalia, Elia pamoja alikuwa na kazi, lakini ile kazi hakumaliza. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu amefanya vita ya kupambana na miungu ambayo ilikuwa inatawala katika taifa la Israeli. Wewe una nafasi ambayo ni bora zaidi katika agano ulilopewa. Manake una nafasi kubwa kuliko Elia. Manake wewe una kanuni ambayo iliyo bora kuliko kanuni ambayo Elia alikuwa anatembelea. Manake wewe una mauti ya msalaba ambayo unaweza kumlipa shetani ambaye anataka kupitisha mauti kwa sababu ya kitu ambacho unachokifanya. Ni nini ninachotaka kukwambia? Ninachotaka kukwambia ni kwamba usikate tamaa. Hata kama unapovunja hizo madhabahu, ile miungu inataka kuinuka kwa ajili ya kukufuatilia wewe. Hata kama miungu inataka kuinuka kwa ajili ya kukuua. Manake kitu kinachotokea katika kizazi ulichonacho, haijalishi miungu inataka kuinuka, manake gharama zilishalipwa. Ikija manake kitu ambacho unatakiwa kuielekeza, unatakiwa uielekeze kwenye msalaba wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni kitu ambacho lazima uweze kuelewa. Elia alipata shida kwa sababu Yesu alikuwa bado hajafa. Lakini sisi hatuwezi kupata shida. Kwa nini? Kwa sababu Yesu ameshakufa na hajafa kwa ajili yake. Yesu amekufa kwa ajili yetu. Amekufa ili tupokee vile vipawa ambavyo Mungu amekusudia viweze kufanya kazi. Kuna vipawa vingi ambavyo havifanyi kazi. Kwa nini? Kwa sababu miungu imevikamata kwa sababu ya adhabu iliyoachiliwa kwenye familia. Kuna vipawa vingi vimekamatwa mahali, havitendi kazi katika viwango ambavyo Mungu amekusudia. Kwa hiyo kwa kupitia mauti ya msalaba, leo tutamlipa shetani mauti yanayotudai kwenye familia zetu, na kipawa chako kitatenda kazi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Sasa tuangalie jambo la tatu ambalo litatuongoza kwenye maombi ili sikupata nafasi ya kusema. Jambo la tatu. Jambo la tatu litakaloweza kutuongoza kwenye maombi. Yesu alimlipa shetani. Yesu alimlipa shetani mauti ya msalaba. Yesu alimlipa shetani mauti ya msalaba ili tuwe huru kutoka kwenye utumwa wa sheria ya dhambi
na mauti. Yesu alimlipa shetani mauti ya msalaba ili tuwe huru kutoka kwenye utumwa wa sheria ya dhambi na mauti. Au kama unaona hautaelewa, unaweza ukasema kutoka kwenye utumwa wa miungu. Vyote ni sawa sawa. Ukisoma kitabu cha Waefeso, kitabu cha Waebrania mlango wa pili, Waebrania mlango wa pili mstari wa 14, Waebrania mlango wa pili ule mstari wa 14, Yesu alimlipa shetani mauti ya msalaba ili tuwe huru kutoka kwenye utumwa wa sheria ya dhambi na mauti, au utumwa wa miungu. Kile kitabu cha Waebrania mlango wa pili mstari wa 14, Biblia inasema hivi: basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Kwa hiyo maana yake hii mauti ya Yesu inaenda kuharibu. Ninaposema kuharibu, nataka uweze kunielewa kitu kimoja. Umeona hii maiki niliyoishika hapa? Manake nikisema na iharibu hii maiki, manake uwe na uhakika nikiitumia haitafanya kazi. Kwa hiyo Yesu anaposema anamharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, manake ni kwamba ukishaharibu zile nguvu za mauti, manake haijalishi mauti ipo, lakini haitafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu tayari imeshaharibiwa. Kwa hiyo kitu ambacho ninachotaka tuweze kufanya kwenye maombi ni kuweza kuharibu nguvu za mauti zinazotenda kazi kwenye familia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunaziharibu ili iweje? Tunaziharibu ili iweje? Ukisoma kile kitabu cha Waefeso ule mlango wa 4, Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 8, Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 8, Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 8, Biblia inasema hivi. Waefeso mlango wa 4 ule mstari wa 8 mpaka wa 12. Biblia inasema hivi: hivyo usema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Hivyo usema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Basi neno hilo alipaa maana yake nini, kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi. Naye aliyeshuka ndiye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Yesu alimlipa shetani mauti ya msalaba ili sasa hivi vipawa viweze kufanya kazi. Sasa ninapozungumzia hapa, nimezungumza kwa picha ya kanisa kwa sababu nimetaja watu ambao wanafanya kazi za kikanisa, lakini kuna vipawa vingine havijatajwa hapa, lakini na venyewe pia, manake ile mauti inapolipwa, Biblia inasema alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Manake kila mtu kuna kitu Mungu alichompa. Kila mtu aliyoko hapa duniani kuna kazi ambayo Mungu amempa kufanya. Kwa hiyo manake tunapomlipa shetani ni ili sasa hivi vipawa viweze kufanya kazi. Ni hivi vipawa viweze kumsababisha mtu aweze kutimiza kusudi. Manake unapomuona mchungaji, lengo lake au kusudi lake ni ili awakamilishe watakatifu, ni ili mwili wa Kristo ujengwe. Lakini kuna mwingine ambaye ni daktari, ambaye hafanyi kazi kanisani. Manake na yeye pia unapolipa mauti ya msalaba, manake uwe na uhakika na yeye kipawa ambacho Mungu amempa, manake na yeye kitaanza kufanya kazi mahali ambapo Mungu amemweka. Lakini kitu kinachosababisha kifanye kazi ni nini? Ni kwa sababu kuna kitu ambacho Yesu amefanya. Amemlipa shetani
ili hicho kipawa kiweze kufanya kazi. Na kuna vipawa vingi havifanyi kazi. Kwa nini? Kwa sababu bado shetani ana uhalali wa kuvishikilia. Kwa hiyo anapolipwa kihalali katika ulimwengu wa roho, sasa kile kipawa kinakuwa kiko huru kufanya kazi sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu alivyokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kwenye maombi na tutakuwa na agenda mbili zitakazotusaidia kufanya maombi. Tutakuwa na agenda mbili ambazo tutashughulika nazo jioni ya leo. Agenda ya kwanza ambayo tutakayo kuwa nayo, agenda ya kwanza, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu ya mwana kondoo, achilia damu ya Yesu ya mwana kondoo, achilia damu ya Yesu ya mwana kondoo aliyechinjwa, achilia damu ya Yesu ya mwana kondoo aliyechinjwa kwenye malango ya ukoo wako, kwenye malango ya ukoo wako, ili kulipa uhalali wa mauti. Achilia damu ya mwana kondoo aliyechinjwa kwenye malango ya ukoo wako, ili kulipa kila uhalali wa mauti unaodaiwa na miungu. Achilia damu ya mwana kondoo aliyechinjwa kwenye malango ya ukoo wako, ili kulipa uhalali wa mauti unaodaiwa na miungu. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana ule mlango wa 13 ule mstari wa 8, Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 ule mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema hivi. Ufunuo wa Yohana mlango wa 13 mstari wa 8 na wa 9, Biblia inasema hivi: na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Sasa kitu nilichokuwa nataka uweze kuona, anasema aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kama damu ya mwana kondoo inaweza kupita kwenye misingi ya dunia, manake inaweza kupita kwenye misingi ya ukoo wako. Kwa hiyo unapoiachilia, manake inaenda pale ili kuweza kulipa uhalali ambao mauti inasema tunatakiwa kupitisha mauti hapa, tunatakiwa kupitisha magonjwa hapa. Kwa hiyo manake unapoachilia ile damu ya mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Labda niseme hivi, tunaposema mwana kondoo aliyechinjwa, tunazungumzia mauti. Huwezi kuwa na mwana kondoo aliyechinjwa alafu akawa yuko hai. Manake kwa sababu tunashughulika na roho ya mauti, manake lazima tutumie mwana kondoo aliyechinjwa. Kwa hiyo tunapoiachilia kwenye malango ya ukoo, uwe na uhakika ikipita pale inaenda kwenye misingi ya ukoo, kwenye kizazi cha kwanza. Kwa hiyo inaanza kukagua ya kwamba kizazi cha kwanza kilifanya nini, alafu kinatakiwa kilipwe nini. Kwa hiyo ikisema ya kwamba kizazi cha kwanza kilifanya uovu, kinatakiwa kilipwe. Kwa hiyo ile damu kitu inachokifanya manake inalipa. Kwa hiyo haijalishi kuna mauti inayotakiwa kulipwa, manake ile damu kitu inachokifanya inalipa ile mauti. Kwa hiyo ikishalipa ile mauti katika ulimwengu wa roho, utashangaa kuna maisha yanaanza kubadilika. Kwa nini? Kwa sababu na wewe umefuata kanuni. Kwa sababu kanuni inasemaje? Anafatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Kwa hiyo maana yake na sisi tunadili na pale uovu ulipotoka. Tunadili na pale kwenye misingi, pale kwenye kizazi cha kwanza. Pale ndipo tunapoiachilia hiyo damu. Manake kitu ambacho wazee wetu walichofanya kilichotangulia, tunaiachilia hiyo damu ili kuweza kulipa. Kama kuna kumbukumbu za uovu, hiyo damu ilipe. Kama kuna kumbukumbu za madhara fulani yanayotutokea, hiyo damu ilipe. Kwa hiyo ikishalipa sasa, shetani akija akitaka kupitisha kitu katika ulimwengu wa roho, inaonekana tayari alishalipwa. Kwa hiyo kwa sababu ameshalipwa, hana mamlaka tena ya kukushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Agenda ya pili ambayo tutaenda nayo, agenda ya pili, hiyo ni ya kwanza, hiyo ya kwanza ambayo tutaachilia damu ya Yesu. Ya pili, fanya tathmini. Fanya tathmini ni eneo gani kwenye ukoo wako.
fanya tathmini. Ni eneo gani kwenye ukoo wako roho ya mauti inatenda kazi? Fanya tathmini. Ni eneo gani kwenye ukoo wako roho ya mauti inatenda kazi? Ukishalipa sasa kupitia ile agenda ya kwanza, ukishalipa sasa, kitu cha pili, manake unaangalia ya kwamba hii roho ya mauti inatenda kazi wapi. Ukishajua, kwa sababu umeshalipa, manake una uhalali wa kukemea. Kwa mfano, ukiangalia ile familia ya Ayubu, Biblia inazungumza ya kwamba Ayubu wakati wakati shetani amefanya makubaliano na Mungu, na ile roho ya mauti ikapita kwa Ayubu, Biblia inasema ilipita kwa watoto wake, alafu ilipita kwenye uchumi wake, alafu ilipita kwenye afya yake. Kwa hiyo mauti ilipita ikaanza kutenda kazi. Kwa hiyo kwa mfano, Ayubu leo angekuwa hapa na wewe ukamwambia Ayubu, fanya tathmini ya kwamba roho ya mauti inatenda kazi kwenye familia yako kwenye eneo lipi. Kwa hiyo akifanya tathmini atagundua alikuwa na ngamia, alafu ghafla wale ngamia wakafa. Alikuwa na ng'ombe, wale ng'ombe wakafa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba, kwa tafsiri ya kawaida ni kwamba kwenye eneo la uchumi ile roho ya mauti ilitenda kazi. Alafu ataangalia pia alikuwa na watoto, ghafla wale watoto wakafa wote. Kwa hiyo atajua ile roho ya mauti ilitenda kazi kwenye eneo la uzao. Kwa hiyo ukimwambia Ayubu omba, anza kukemea roho ya mauti, uwe na uhakika Ayubu hawezi kusema ninapiga kila roho iliyoko kwenye familia roho ya mauti. Hawezi kusema napiga kila roho. Atasema ninapiga roho ya mauti iliyopita kwenye eneo la uzao. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaweza akapata uzao tena na ile roho ya mauti ikapiga tena ule uzao. Anaweza akapata uchumi tena na ile roho ya mauti ikapiga tena uchumi. Lakini unapokemea ile roho ya mauti katika eneo ambalo unaona inatenda kazi, kwa sababu kuna watu ambao wana watoto wamemaliza vyuo, ni madaktari, lakini angalia, lakini hawapati kazi. Kwa nini? Kwa sababu roho ya mauti imekaa kwenye eneo la uchumi. Huyu mtu hatakiwi kufanikiwa. Kwa hiyo manake kitu unachotakiwa kufanya ni kufanya vita au kukemea roho ya mauti iliyoko kwenye eneo ambalo hiyo roho inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mstari tutakao simamia ni ule ambao nimeusoma, Waebrania 2, ule Waebrania mlango wa 2 mstari wa 14, ambao anasema tutamuharibu mwenye nguvu za mauti, yani ibilisi. Kwa hiyo tutapita kwenye uchumi wako, tutapita kwenye afya yako, tutapita kwenye uzao wako, alafu tutaanza kukemea. Lakini kama kwenye swala la uchumi uko vizuri, usikemee. Angalia mahali ambapo unajua kabisa hii roho hapa ndipo inapotenda kazi. Hapo ndipo ng'ang'ana napo. Una watoto wako hawaolewi, au wakiolewa tu unashangaa wamekaa siku 2 ndoa imevunjika. Manake ile mauti inatenda kazi kwenye eneo la ndoa. Unashangaa kwa baba mkubwa nako hivyo hivyo, kwa baba mdogo nako hivyo hivyo. Hakuna mtu anakaa kwenye ndoa. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu ile mauti inatenda kazi kwenye eneo la ndoa. Kwa hiyo na wewe lazima uweze kuangalia wakati unapoomba. Kwa hiyo na wewe lazima uweze kufanya vita na kukemea hiyo roho mahali ambapo inatenda kazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanaamini ya kwamba mauti leo inaweza kuondoka kwenye familia zao? Haleluya. Iwe kwako kama ulivyoamini katika jina la Yesu.